Yoshua sura ya 6 mstari wa 20, 21, 24, 25, 26, 27. Yoshua sura ya 6 mstari wa 20, 21, 24, 25, 26 na 27. Basi watu wakapiga kelele na makuhani wakazipiga tarumbeta, hata ikawa hapo watu waliposikia sauti ya tarumbeta, hao watu wakapiga kelele kwa sauti kuu sana, na ule ukuta wa mji ukaanguka nchi kabisa. Hata watu wakapanda juu wakaingia katika mji, kila mtu akiendelea kukabili mbele, wakautwaa huo mji. Basi wakaangamiza kabisa vitu vyote vilivyo ndani ya mji, wanaume na wanawake, watoto na wazee, na ng'ombe na kondoo na punda, kwa makali ya upanga. Kisha wakauteketeza mji kwa moto, na vitu vyote vilivyokuwa ndani yake, bali fedha na dhahabu na vyombo vya shaba na vya chuma wakavitia katika hazina ya nyumba ya Bwana. Lakini Yoshua akamhifadhi Rahabu yule kahaba na watu wa nyumba ya baba yake na vitu vyote alivyokuwa navyo, naye akakaa kati ya Israeli hata leo, kwa sababu aliwaficha wajumbe aliowatuma Yoshua ili kupeleleza mji wa Yeriko. Naye Yoshua akawapisha kiapo wakati ule, akasema, na alaniwe mbele za Bwana mtu yule atakayeinuka na kuujenga tena mji huu wa Yeriko. Ataweka misingi yake kwa kufiliwa na mzaliwa wake wa kwanza, tena atayasimamisha malango yake kwa kufiliwa na watoto wake na mtoto wake mwanamume aliye mdogo. Basi Bwana alikuwa pamoja na Yoshua, na sifa zake zikaenea katika nchi ile yote. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kama nilivyokuwa nimekwisha kuelezeni, moja ya changamoto tulizonazo ni kwamba tulipoamini na tulipoanza kuwa kanisa, kuna mambo ambayo yalikuwa yameshajengwa kwenye maisha yetu. Mengine yalijengwa na tamaduni zetu, mengine yalijengwa na tabia zetu za asili, mengine yalijengwa na mazingira yetu, na mengine yalijengwa na ulimwengu wa roho unaotuzunguka, kwa maana ya mkalio wa nguvu za kipepo kwenye ulimwengu wa roho. Nimesema nini? Mengine yalijengwa na nini? Mazingira yetu. Mengine yalijengwa na nini? Tamaduni zetu. Mengine yalijengwa na nini? Tabia zetu za asili. Mengine yalijengwa na nini? Na mkalio wa ulimwengu wa roho unaotuzunguka. Ulimwengu wa roho una mapepo mengi, anga la kiroho, na maanga haya ya kiroho yanatofautiana eneo hadi eneo. Ndio maana unaweza kukuta jamii fulani kuna mambo yanaitawala, na hata wao wenyewe wanajivunia, hata wakiokoka wanahitaji Yesu au wamefanya jambo kwenye maisha yao. Wengine wanajivunia mambo ya kwao, ya kumbe ni anga la kiroho, na hawajui. Wanaokoka bado wanaona ni sawa. Haleluya. Kama anatoka kwenye jamii wanayologa sana, kuna jamii zinaroga kuliko zingine. Kuna jamii hata kwenye nchi yetu, ukisema mimi natoka mkoa fulani, watu wanakutazama mara mbili mbili. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu ukisema nimeokoka, watu kwanza wanakuchunguza, umeokoka kweli? Haleluya. Lakini kuna jamii sio jeshi, lakini wanaishi kama jeshi. Yaani wanapigana, wao kumwaga damu si jambo linawatisha sana.
wala hawaogopi, wala haoni kama ni jambo la ajabu sana limetokea. Na wengine hata wakiokoka wanajivunia. Tunakwenda pamoja. Kuna jamii zingine zinasifika kwa kuwa na waasherati wengi na wazinzi kwenye jamii yao. Dunia nzima ina wazinzi, lakini kuna jamii fulani inazidi jamii zingine. Haleluya. Kuna wengine pombe. Siku moja walionyesha kule Moshi, kuna kaino fulani kanaitwa ni Kibosho kule, kitu kama hicho, Rombo. Niliona kwenye TV waheshimiwa wanalewa mpaka wanapotea kabisa fahamu zao. Jina la Yesu libarikiwe. Kuna jamii zingine ni walevi kuliko jamii, yaani wao kuwa mlevi ni sifa, na ukishasema unatokea maeneo hayo watu wanakutazama kama mlevi mpaka wagundue hulewi, wamesha kupima vya kutosha. Lakini picha inayokuja ya kwanza, huyu jamaa hakosi ni mlevi. Duniani humu ukisema mimi natokea Urusi kwenye dunia, nchi za dunia hii ndio inaongoza kwa kuwa na walevi wengi. Urusi na walevi kuliko popote duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisema mimi nilisomea Urusi au mimi natoka Urusi, watu la kwanza najua unakunywa pombe wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hiyo ni zaidi tu ya mazingira, ni anga, ni mkalio wa anga la kiroho. Anga la kiroho la hapo linatawaliwa na roho fulani, na kwa hiyo watu walioko kwenye mazingira hayo wanajikuta wanaishi vile kama anga la kiroho lilivyo kwenye ulimwengu wa kwao. Bwana wetu Yesu asifiwe. Kwa hiyo hayo mambo tunapoanza kuwa kanisa ni miongoni mwa mambo Mungu huanza kuyabomoa kwenye maisha yetu tulioamini, tuliokuwa kanisa. Haijalishi unatoka kwenye jamii wanaroga sana, lazima Mungu aanze kubomoa hiyo kitu. Si kwamba tu uache kuloga, lakini uache kujivunia kwamba mimi natoka Sumbawanga bwana. Tunakwenda pamoja. Uanze kuona hilo si jambo la kujivunia. Mwingine aliacha, lakini nasema unajua mimi nilikuwa mlevi, na hata sasa hivi ukinichokoza sana naweza nikarudi. Msiponishika vizuri humu kanisani naweza nikarudi kwenye ulevi. Kwa anatutisha ili tukae naye kichonjo chonjo, tunambembeleza asija karudi kwenye kwa sababu anadhani ni sifa. Ameokoka lakini bado anadhani ni sifa. Mimi natoka kule kwetu ng'ambo ya ziwa hapo, sisi bwana ukituchezea mamba wako tayari. Anakaa na wewe siku 6 na unatoka mzima hujatafunwa. Mlishaona ile nyuzi ya juzi? Juzi kuna mtu amekaa kwa mamba siku ngapi? Yaani ile hamkuiona ninyi? 7. Akarudi hata jino la mamba halijamgusa kama alivyoingia. Bwana Yesu sasa. Kwa mtu anajivunia bwana, kwetu mamba bwana. Haleluya. Na mwingine washangaa ameokoka, anakuwa kama naona ni sifa. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Haleluya, haleluya. Mambo hayo tunapookoka, tunapoanza kwa kanisa, mambo hayo msalaba unaanza kuyavunja. Paulo anasema nilikuwa na vitu vya kujivunia. Kama ni Uyahudi, mimi ni Myahudi kweli kweli. Tena mimi natoka kabila ya Benyamini, Mwebrania wa Waebrania.
Kwa habari ya kushika torati, mimi Farisayo. Haleluya. Na kwa habari ya matendo yanayotokana na sheria, mimi nilikuwa naudhi kanisa, wanapiga kweli kweli, sinaone hivi. Lakini anasema hayo mambo yote ambayo nilikuwa na sababu ya kujivunia, sasa nayahesabu kwa kama mavi, kwa sababu ya ule uzuri ambao nimeupata wa kumjua Kristo Yesu. Haleluya. Kwa sababu ya ule uzuri wa kumjua Yesu, hayo mambo ambayo mimi nilikuwa na sababu ya kujivunia, sasa na hesabu ni aibu yangu. Huwezi kujivunia kwamba wewe ulikuwa unapiga watu, ulikuwa unatesa kanisa, alafu najivuna. Haleluya. Kwamba ulikuwa unafunga wachungaji na wahubiri, halafu najivuna. Jina la Yesu libarikiwe. Haleluya, haleluya. Akasema hayo yote ambayo mimi nilikuwa najivunia na nilikuwa na sababu ya kujivunia, sasa nahesabu kwamba ni hasara. Tena nayahesabu kama mavi, kwa sababu ya uzuri, sema uzuri wa kumjua Yesu. Haleluya. Kwa sababu ya uzuri wa kumjua Yesu, sasa hayo mambo ni hasara, na ninayaita hasara. Naziita miaka niliyopoteza, naziita siku zilizopotea miaka ya hasara. Ile miaka nilipokuwa nafanya hayo, naita miaka ya hasara, naita miaka niliyoipoteza. Kwa sababu gani? Kwa sababu sina namna naweza kuweka kwenye mzani mmoja mambo hayo na ule uzuri niliokutana nao baada ya kumjua Yesu. Ule uzuri wa Yesu siwezi kuweka kwenye mzani mmoja na hayo mambo. Yale mambo ni aibu. Yale mambo usiweze kujivunia, wala sio mambo ya kuongea mbele za watu, kwa sababu ya ule uzuri ambao nimekutana nao baada ya kumjua Yesu. Kwa kasema nafanya bidii niweze kumjua Yesu zaidi, pamoja na nguvu za kufufuka kwake na uwezo wa kufufuka kwake. Haleluya. Ili nipate kwa namna yoyote kuifikiria kiama ya wafu. Haleluya. Yaani maana yake niweze kwa namna yote ile kufikiria ufufuo wa wafu. Kwa namna yote ile kusitokee kwazo litakalosimama mbele yangu siku ya ufufuo. Kusitokee jambo likasimama mbele yangu likawa kwazo mbele zangu ile siku ya ufufuo. Nafanya bidii niyahesabu yote kwa hasara, na yaweka huko nyuma, na chuchumilia yaliyo mbele. Haleluya. Ili niweze kupata mede ya thawabu, au kufikiria mede ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu ulio katika Kristo Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa hiyo kuna mambo tunajaribu kujenga na Mungu aliyabomoa. Yakwenda pamoja. Kuna mambo Mungu anabomoa yasiwe katika kanisa, wala yastajwe kama moja ya sifa za kanisa. Tunakwenda pamoja. Mlishawahi kusikia huku nje kwenye dunia jamii ya waaminio wakiwa huko nje wanasemana, wanavyoweza kusema kanisa fulani bwana, ile kanisa lina watu wenye kiburi wanaojivuna. Kienda pale inabidi na wewe umejiweka vizuri, kwamba hiyo nayo ni sifa ya kanisa. Mnanielewa vizuri? Na watu wanaishi hivyo, wanadhani wana sifa nzuri kwa kusemwa hivyo na kwa kutajwa namna hiyo.
wanadhani hiyo nayo ni sifa nzuri, na hawafanyi lolote kukabiri hiyo sifa ivunjike, isiendelee kutajwa juu yao. Haleluya. Ulishawahi kusikia vijana wa kanisa fulani pale Uzinzi ndiko kulikohamia, vijana wa lile kanisa? Hayo maneno ninasikiaga mimi au nani mnasikia? Kwamba hiyo nayo ni sifa kanisa linatajwa nayo. Halafu watu wanasikia kwamba kanisa lao linatajwa kwa sifa hiyo, na halafu wala hawafanyi chochote. Wanaona kama ni sawa kutajwa hivyo. Nakwenda pamoja. Wengine kanisa fulani, ukienda pale ujipange vizuri. Kuna maneno pale maneno wanasemana maneno, na watu wanasikia kabisa ni kanisa lao linatajwa hivyo, na halafu hawashtuki. Wanaona kama si jambo la kutisha, la aibu natajwa juu yao. Wachukue hatua ya kukabiri hilo jambo. Jina la Yesu libarikiwe. Na sifa nyingi, sifa nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Makanisa mengi yanatajwa kwa kubaguana. Matajiri wana kivyao na maskini wako kivyao. Waliosoma wako kivyao, ambao hawakusoma nao wako kivyao. Wenye vyeo kanisani wako kivyao, na wasio na vyeo nao wako kivyao. Wamejigawa na mtu anafika pale kwenye kanisa hilo, haimchukui wiki kugundua kanisa hili na kundi la wasomi na wasio wasomi, lina kundi la wenye hela na wasio na hela, lina kundi la wenye vyeo na wasio na vyeo. Lakini Biblia inasemaje? Ndugu asiye na cheo afurahi, maana ametukuzwa. Jina la Yesu libarikiwe. Na aliye na cheo asijione kwamba amewekwa kutumikiwa, bali kutumika. Na awe mtumishi wa wote. Anayetaka kuwa mkubwa akubali kwamba yeye ndio mtumishi. Sasa mtu anapata cheo kwenye kanisa, anadhani amepata ubosi. Hapa naona ni sifa kuitwa bosi na kutazamwa kama bosi. Cheo cha kwenye kanisa unakiita ubosi? Tangu lini cheo cha kwenye kanisa? Labda sijui. Mimi naona kuwa na cheo kanisani ni mateso kabisa. Unalipa gharama kuliko wengine wote. Kiwa na cheo kanisani, wewe ndio kama unatumikia, na gharama kubwa unabeba juu ya mgongo wako. Sijawahi kuelewa namna kwa mwingine cheo cha kanisani kinaweza kugeuka kwa ubosi. Jina la Yesu libarikiwe. Na Yesu alifundisha akasema, anayetaka kuwa mkubwa akubali kuwa mtumishi wa wote. Haleluya. Akubali kuwa mdogo, akubali kuwa mtumishi wa wote. Sasa mtu anawezaje kuonea fahari cheo cha kanisani? Ambacho kinakugeuza kuwa mtumishi wa watu wote. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo unakuta makundi hayo yote yapo, na watu wanasikia kabisa, wanasema hivyo hata na wengine wanaowaona. Hata na mgeni aliyekuja kusalimia siku moja, anatoka ameelewa hili kanisa lina mambo gani.
Makanisa mengine asifika tu kwa kutokaribisha wageni. Haleluya. Yaani ukienda pale siku ya kwanza tu unachoka siku hiyo hiyo. Unatamani kutorudi tena. Kuna kanisa ukienda unachoka hilo kanisa siku ya kwanza. Na kuna kanisa ukienda unatamani uendelee kwenda kila siku. Sasa kanisa linalotajwa kwa sifa ya kutokaribisha wageni, hivi mkisikia tu si ndio mnalia, mnaweza kulala kwenye magoti mnalia. Haleluya. Mungu tunatajwa kwa sifa hiyo, mnaweza mkalia usiku kucha. Mungu tusaidie. Ni jambo baya limetajwa juu yetu, ni jambo baya limenenwa juu yetu. Tunaweza kulia usiku kucha kwamba mtu anakuona siku ya kwanza na anakuchoka siku ya kwanza. Hiyo nao ni jambo utajivunia, ni jambo utapenda kuendelea kuwa nalo, ni jambo tamani uendelee kuitwa hivyo siku zote. Huwezi kuchukua hatua. Haleluya. Kwa huko nje kwenye jamii, kila kanisa lina jina lake, na wote hatuwezi kujifanya viziwi. Tunasikia tunavyotajwa. Hata wa kanisa linalochunga wote tunajua tunatajwaje. Kama tuna sifa nzuri tunazijua, kwa sababu si kwamba hatusikii tunavyotajwa. Na kama tuna mbaya tunasikia. Haleluya. Tunasikia tunasemwaje. Kwa hiyo ni vizuri kujali unanenwaje, ili ujue kuna vitu nimevijenga tena ambavyo Yesu alikuwa amevibomoa. Kuna vitu Mungu alivibomoa wakati alipoanza kujenga kanisa lake, na sisi tumeendelea kuvijenga tena alivyobomoa Mungu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kuna vitu ni aibu kusikia vimejengwa tena kwenye kanisa, ikiwa Yesu wakati anajenga misingi ya kanisa alivibomoa. Haleluya. Yesu alipokuwa akijenga misingi ya kanisa lake alivibomoa. Ni aibu kusikia kwamba tumevijenga tena. Ni habari mbaya kusikia, na ni habari tukisikia tunatakiwa tusile chakula, tufunge, tugaragare chini, tusilale vitandani, tulie, tumwambie Mungu tuhurumie. Tumejenga ulichobomoa. Haleluya. Tumejenga tena ulichokibomoa. Mungu tuhurumie. Ukitajwa kwa wema, ukatajwa kwa upole, ukatajwa kwa unyenyekevu, ukatajwa kwa ukarimu, ukatajwa kwa uchaji Mungu, ukatajwa kwa utakatifu, ukatajwa kwa utumishi mwema, hilo ni jambo la kufurahi. Ya unatajwa kwa kiburi, unatajwa kwa ukali, unatajwa kwa... hayo sio mambo ya kujivunia. Hayo ni mambo ya kuonea aibu. Hayo ni mambo kisikia unalia. Kwa sababu tafsiri ya jumla ya hayo yote ni kusema huna Mungu na Mungu hayuko pamoja na wewe. Unatajwa kiburi, unatajwa ufisadi, unatajwa hasira, unatajwa ukali, unatajwa nini, ubaguzi, unatajwa majivuno, yote hayo. Tafsiri ya jumla ya yote hayo ni kusema hujamjua Mungu na wala huna Mungu. Tunakwenda pamoja. Mambo hayo yakitajwa kwenye kanisa, tafsiri ya jumla ni kusema kanisa hili halijamjua Mungu na wala halina Mungu. Tunakwenda pamoja. Narudia. Hayo yakitajwa hivyo, yakawa ndio maisha endelevu, ndio story endelevu inayotajwa juu ya kanisa husika,
liwe hili liwe lingine lolote lile, vyovyote vitakavyokuwa. Tafsiri ya jumla ni kwamba kanisa hilo halimjui Mungu bado na wala halina Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ni sifa nzuri kutajwa humjui Mungu na umeokoka. Umeokoka halafu unaitwa humjui Mungu. Umeokoka lakini unatajwa huna Mungu. Hiyo ni sifa nzuri. Hilo ni jambo unaweza kukubali nalo siku mbili, ukisikia linatajwa juu yako. Unaweza kukubali kuishi na jambo kama hilo siku mbili. Kwamba uendelee hivyo na umesikia unatambulika hivyo, uwezi. Utalia, utamwambia Mungu nisaidie. Nisaidie nito. Watu siku moja Mungu, niliwaambia Jumapili ile ya nyuma kabla ya wageni. Niliwaambia Mungu alimwambia Musa kwamba baada ya kuvunja yale manani zile mbao zile, na baada ya kuwa ile wale wana wa Israeli wametengeneza ndama wanataka kurudi Misri, na Mungu amechukua hatua ya kuwaacha. Amesema siendi na ninyi tena kwa sababu mna shingo ngumu. Mimi ninaona nikienda na katikati yenu nitawaua siku moja. Kwa hiyo ili muwe salama nisiwaue, ni bora nisiende pamoja na ninyi. Ila nitawapa malaika, atawapeleka tu vizuri, atafikisha nchi ya Kanaani, atawapigania Waamori na Wahivi na Wayebusi na Wagirigashi na Wahiti na wote wale, ataondoa mbele yenu, mtamiliki nchi. Lakini ninaona mimi kama Mungu nisiende pamoja na ninyi, kwa sababu nikienda pamoja na ninyi, kwa namna mlivyo na shingo ngumu, nitawaua dakika moja. Wana wa Israeli, Musa kawaambia hiyo habari. Maana yale maneno Mungu alikuwa anamwambia Musa. Musa akawaambia wana wa Israeli hiyo habari. Maandiko anasema katika kitabu cha Kutoka, naomba usome hapo. Sura ya 33. Tuanze mstari wa kwanza mpaka mstari wa 4. Bwana akamwambia Musa, haya ondokeni, tokeni hapo we na hao watu uliowaleta wakwee kutoka nchi ya Misri, waende nchi hiyo niliyomwapia Ibrahimu na Isaka na Yakobo, niliposema nitakipa kizazi chako nchi hii. Nami nitamtuma malaika aende mbele yako, nami nitawafukuza Mkanaani na Mwamori na Mhiti na Mperizi na Mhivi na Myebusi, waifikirie nchi miminikayo maziwa na asali, kwa maana mimi sitakwenda kati yenu, kwa sababu ninyi ni watu wenye shingo ngumu, nisiwangamize ninyi katika njia. Mstari wa 4 ndio nataka kusema. Biblia inasema watu waliposikia habari hizo mbaya, yaani habari kwamba Mungu hata kwenda katikati yetu, haina tofauti na kusikia habari kwamba ninyi hamna Mungu katikati yetu, si ndio? Na niwaambia mambo fulani yakitajwa kwenu na mkayafanya yaendelee kuwa endelevu, hiyo habari siwashitue. Hiyo ni tafsiri rahisi kusema hamjui Mungu, wala Mungu mwenyewe hamnaye. Haleluya. Kwa hivyo nasema waliposikia habari hizo mbaya, habari mbaya kwamba Mungu hatakuwa katikati yetu, Mungu hatakuwa pamoja nasi, kwao ilikuwa habari mbaya. Waliposikia habari hizo mbaya, wakaomboleza, wala hapana mtu aliyevaa vyombo vyake vya uzuri. Miaka hiyo namna ya kuonyesha kwamba watu wamehuzunishwa na jambo baya au dhambi au kumkosa Mungu, walikuwa miongoni mwa mambo yanaashiria toba
ni pamoja na kutokuvaa vizuri tena. Walikuwa wanaona hakuna maana ya kushaini nje, huku ndani hakuko sawa. Kwa kawaida walikuwa wanavaa magunia kama ishara kwamba kuna jambo wanalijutia na wako kwenye toba kupatana na Mungu tena. Walikuwa hawajipaki mafuta tena. Haleluya. Na pamoja na mambo mengine ya kuacha kula na mambo mengine, lakini walikuwa pia wanahakikisha kwamba hawavai vizuri, hawajipambi. Unajipambia nini? Mungu amesema hayuko na nini. Mapambo yana maana gani wakati ndani hakuna Mungu? Katikati yenu hakuna Mungu, kujipamba kuna maana gani? Jina la Yesu libarikiwe. Kuvaa vizuri na kupendeza kuna maana gani ndani hakuna Mungu? Kwa Biblia inasema hakuna mtu alivaa vyombo vyake vya uzuri, wote wakaomboleza kwa habari moja tu. Mungu amesema hatatembea na sisi. Walilia mno kusikia tu Mungu hatakuwa pamoja na sisi. Walilia sana. Ni habari mbaya. Siku hizi watu washtuki, wawe na Mungu wasiwe na Mungu, maadamu uko kwenye kanisa. Yaani kwa mtu habari mbaya ni kukosa kanisa, lakini kukosa Mungu ni kama inakuwa kama sio habari mbaya. Na kwa nini kanisa? Kanisa maziko. Kanisa ukipata tatizo watahudhuria. Kanisa watakuchangia mchango ukipata shida. Tumehama kwenye mambo ya msingi, tumekwenda kwenye mambo ambayo sio ya wakati, hayakuwemo kabisa kwenye agenda za Mungu za kujenga kanisa. Kuchangiana ni jambo zuri kwa sababu tuko jamii, lakini hayakuwa ndio mambo yalikuwemo kwenye agenda za kujenga kanisa. Hayo yako kwenye vyama vya kijamii, hayako kwenye misingi iliyojenga. Ni mazuri, lakini hayako kwenye misingi iliyojenga kanisa. Jina la Yesu libarikiwe. Kuzikana na nyimbo nzuri na risala nzuri ni mambo mazuri, kwa sababu Biblia pia inasema hakuna hasara kama mtu akaishi miaka mingi, kazaa watoto wengi na kadhalika, lakini siku ya kufa akakosa maziko. Kukosa maziko nako ni jambo baya. Haleluya. Ukifa ni heshima kupata watu wa kukuzika, tena wakakuzika kwa heshima. Kukosa maziko ni laana. Haleluya. Na kupata maziko ni kuishi vizuri na watu. Ukikaa uko hai usiishi vizuri na watu, usema utakuwa haupo, lakini ungeshangaa unavyokosa maziko. Haleluya. Kabisa unakosa maziko. Hela unazo, kila kitu unacho, nyumba nzuri unayo, magari unayo, lakini kama huna watu unakosa maziko. Haleluya. Naweza kuwa na vitu vyote ukakosa watu, na ukikosa watu siku kifa utakosa maziko. Kupata maziko ni jambo la heshima. Lakini tunaporudi kwenye kujenga kanisa, kuzika haikuwa miongoni mwa misingi ya Mungu kujenga kanisa. Lakini kuna watu wanakaa kwenye kanisa kwa sababu hiyo, sio kwa sababu ya ile misingi na zile agenda za Mungu alizokuwa nazo akiwa anajenga kanisa. Wamegeuza kinyume. Mambo ambayo sio yalikuwa msingi ndio wamewafanya msingi, ya msingi wameyaacha, wamegeuza mambo kinyume. Haleluya, watu wa Mungu. Kwa hiyo wakasema hii habari ni mbaya, wakalia sana kwa sababu wamesikia Mungu hata kuwa pamoja nao. Kwa kanisa la Mungu, naomba niwahimize tena
pakapewa jina Gilgali. Wakajenga mnara wa ukumbusho wenye mawe 12 kwa hesabu ya kabila za Israeli. Haleluya. Wakara Pasaka, walifika pale siku ya Pasaka, kwa maana ya siku kama ile ile waliotoka Misri usiku. Jina la Yesu libarikiwe. Wakaila Pasaka, walifika pale siku ya kuadhimisha Pasaka kesho yake. Baada ya kuvuka kama leo, kesho yake walikuwa wanaadhimisha Pasaka baada ya kumaliza miaka 40 jangwani. Mwaka 40 uliwafikia, ndo wamefika Gilgali. Haleluya. Wakaila Pasaka Gilgali, wakatai wanaume wote waliozaliwa jangwani kwa hiyo miaka 40. Na baada ya hapo Mungu akasema, nimeondolea juu yenu aibu ya Misri. Maana waliokula miaka 40 jangwani ikakoma hiyo siku baada ya kula Pasaka. Wakaanza kula mazao ya nchi ya Kanaani. Bwana Yesu asifiwe. Kutoka Gilgali, Yoshua akatuma watu kwenda kupeleleza mji wa jirani unaitwa Yeriko. Kwenye bonde la Yordani ndipo mji wa Yeriko ulipo. Kwa hiyo akatuma watu waende kupeleleza ule mji, watu wawili. Wakafika kwa kahaba mmoja anaitwa Rahabu. Wakakaa pale, Rahabu akajua, nadhani walimweleza kwa nini wako hapo. Watu wa mji nao wakaanza kuwatafuta kwa sababu waliwaona wakiingia. Rahabu akaficha kwenye dari, wakafanya naye maagano. Haleluya. Kwamba watakapochukua hiyo nchi, yeye na nyumba ya baba yake watamhifadhi hai. Na wakakubaliana alama itakuwa ni kamba nyekundu atakoning'iniza ukutani kwenye dirisha. Bwana, na ile inadhihirisha damu ya Yesu. Nimefundisha hivi karibuni, semina iliyopita nifundisha nguvu ya damu ya Yesu. Biblia inasema kwamba Bwana atakapoona damu hakuna dhara itakalowapata. Lakini damu ndiyo imefungua mlango wa kupaingia patakatifu. Damu ndio iliyomuingiza Rahabu kwenye jamii ya Israeli. Aliingia kwenye maagano ya Mungu na Israeli kwa damu. Haleluya, haleluya. Ile kamba iliashiria damu, na hakuna weza kuingia kwenye maagano na Mungu isipokuwa ni kwa damu. Rahabu na nyumba ya baba yake waliingia kwenye jamii ya Israeli na kupokea kwenye jamii ya Israeli kwa damu. Jina la Yesu libarikiwe. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo baada ya mambo yote kukamilika na maelekezo yote ya kimungu kutokea, kwamba atazunguka siku 7 mara moja kila siku, na siku ya 7 atazunguka mara 7, na baada ya hapo makuhani waliobeba sanduku ambaye makuhani watakuwa wamebeba sanduku, wale wengine walio mbele yao watapiga tarumbeta, na watu wengine wote watapiga kelele kwa nguvu. Haleluya. Na wakipiga kelele, mji utaanguka. Ngome yote na uzunguka mji itaanguka yote. Na ndivyo ilivyotokea. Wakafanya hivyo, mji ukaanguka, ngome yote na kaanguka. Wakauteka mji kwa namna hiyo, wakaumiliki. Rahabu na jamaa yake wakawaunganisha ndani ya jamii ya Israeli kwa sababu ya kamba nyekundu iliyokuwa dirishani, ambayo inaashiria damu. Haleluya. Baada ya hapo, neno la kinabii likatoka kwa Yoshua, akawaapiza watu wote, akasema, Yeriko umevunjwa. Na wote mnajua, na watu wote walikuwa wanajua, aliyevunja Yeriko sio wao. Aliyevunja Yeriko ni Bwana. Ni Mungu ndiye amevunja Yeriko. Ni Mungu ndiye ametuma majeshi ya mbinguni. Maana nyuma yake, kabla ya siku 7 nyuma, Yoshua alikutana na askari mmoja ambaye hakumfahamu. Akamuuliza, wewe kwa upande wetu au kwa upande wa adui zetu? Yule askari akasema, mimi siko upande wenu wala siko upande wa adui zenu. Mimi ni jemadari nisimamaye mbele ya majeshi ya Bwana. Kwa Mungu alikuwa ametuma majeshi yake kwa ajili ya ile kazi, na jemadari wa yale majeshi ambaye kimsingi alikuwa ni Yesu, kwa sababu alikuwa hajazaliwa katika mwili, alikuwa hawezi kuonekana kama mtoto mchanga.
kwa alikuwa anaonekana kama hivyo, siku nyingine ni mwamba, siku nyingine ni jemadari yule na kadhalika na kadhalika. Akamwambia, mimi ni jemadari nisimamaye mbele ya majeshi ya Bwana. Kwa ile siku anapiga kelele, kulikuwa na majeshi ya Bwana yanayoongozwa na yule jemadari ndiyo yaliyoangusha ule ukuta. Wao kazi yao ilikuwa ni kupiga kelele, halafu yale majeshi ya Bwana yanaongozwa na yule jemadari aliyekutana na Yoshua ndio yaliyovunja ule ukuta. Jina la Yesu libarikiwe. Sasa Yoshua akajua hili jambo Bwana amelitenda. Yeriko Bwana ameivunja, kama ambavyo nimekwisha kusema. Mungu alipojenga kanisa kuna mambo aliyavunja, kwa sababu hakuna kujenga bila kubomoa. Anamwambia Yeremia, nimekuweka kuvunja na kuharibu ili kujenga na kufanyaje? Na kupanda. Jina la Yesu libarikiwe. Ili kujenga na kupanda. Hakuna kujenga bila kubomoa. Na ndicho kinachotuathiri. Wengi tunataka tujenge pasipo kubomoa. Mambo ambayo yanataka yabomolewe ili kanisa lijengwe, tunataka yaendeemo. Tujenge kanisa na yaliyotakiwa kubomolewa nayo yapo yaendeemo. Unajengaje? Ni ujenzi wa namna gani huo? Haleluya. Wale waliokuwepo tukijenga hapa, kuna mambo mengi yalifanyika. Ndugu zangu, kuna vishaka vilifyekwa hapa. Wote mnakumbuka mliokuwepo enzi hizo. Kuna vichaka vilifyekwa hapa. Tulilima. Tukajaribu kupiga ikashindikana. Chinchibera alikuwa naibu meya, akatusaidia kutuletea greda kutoka jiji. Likasaidia baadhi ya mambo hapa. Yaani huwezi kujenga bila kubomoa. Hakuna mahali popote panafanyika ujenzi bila kuwepo pia ubomoaji. Huku Mwanza tunaelewa vizuri sana. Tunajenga nyumba nyingi kwenye milima. Ndugu yangu wanaotaka kujenga kwenye ili upate level. Mama si unaelewa pale. Haleluya. Kuna kubomoa kwingi. Kuna kuvunja kwingi. Sasa shida yetu hapa kanisani, tunataka kujenga bila kubomoa. Nakona pamoja. Watu wanataka wokovu mwepesi wa kujenga pasipo kubomoa. Kama yule jamaa wa kwenye harusi anataka kuingia bila vazi la harusi. Wametolewa mitaani, mabarabarani, njia panda, na nguo zao za kila aina, wengine kaptura, wengine vile vinakatia hapa, wengine just because. Unafahamu just because? Just because ni blouse isiyogusana na sketi. Inaacha nafasi katikati hapa, lazima kitovu kitangazwe kwamba kina shepu gani. Kwa mtu amevaa blouse na sketi amevaa, lakini katikati kuna nafasi inayohakikisha watu wote wanaona kitovu. Ana kitovu cha aina gani? Hiyo inaitwa just because. Bwana Yesu sana. Haleluya. Wengine wamealikwa kutoka barabarani huko na just because zao. Wengine mtepesho. Kila mtu amekuja kwa namna yake. Mheshimiwa mwenye harusi anasema kuingia kwenye harusi unavua hiyo kitu yako, unavaa ya huku. Na naamini eneo la kubadilishia liwaonyesha. Watu wote mnapita pale, mnabadilisha nguo, mnavaa za huku. Sasa jamaa mmoja sijui alikuwa na mtepesho, sijui alikuwa na nini, nasema hii naipenda hii. Kuna zingine zinaitwa don't touch, mnazifahamu? Hallelujah. Don't touch my shoes. Zingine siku hizi zinaitwa modo. Enzi zetu tulikuwa tunaziita chupaki. Zile mnaita modo. Yaani kama kasuruali kamekubana hapa, kamekufungilia, nadhani kukavua inabidi ukae kwanza chini, upake kidogo na mafuta yanayosababisha angalau pateleze, vinginevyo hakatoki kwa urahisi.
Maana kalivyofunga mguu, huwa mimi sielewi hata kisigino kinapitaje. Lakini ndio hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Ninampiga kale. Wote akapita sehemu akavivua, wakavaza pale. Jamaa mmoja akasema mimi sivui bwana. Haleluya. Akatengeneza utaratibu wake ambao hakuna anayeujua, lakini akafanikiwa kuingia. Alipita wapi, alifanyaje haijulikani, lakini akakutwa yumo ndani na mtepesho yake. Na kama alikuwa mwanamke, lakini inaonekana alikuwa mwanaume. Kama alikuwa mwanaume, mtepesho. Kama mwanamke, just because yake yumo ndani. Bwana Yesu asifiwe. Mheshimiwa anakagua wageni, anawasalimia mmoja mmoja, akamfikia. Akamuuliza, ndugu wewe umepita wapi kwanza? Umefanikiwaje kuwa humu bila vazi la humu? Jamaa akakosa majibu. Maandiko yanasema akatekewa. Kaambia jamaa, funga huyu, tupa nje kwenye giza. Haleluya. Wakamtupa huko nje. Sasa ndio shida inatupata. Tunataka tujenge, lakini hatukubali gharama ya kubomoa. Tuna shauku ya kujenga, lakini hatuko tayari kwa gharama ya kubomoa. Unajengaje bila kubomoa? Haleluya. Kwa Mungu akatusaidia, alipokuwa anaweka misingi ya kanisa, kwa nguvu ya msalaba akabomoa vitu. Msalaba ukavunja vitu, ukabomoa vitu. Haleluya. Msalaba katoa maelekezo, kanisa linalojengwa ni la namna hii. Wote tunajua kutoka msalabani, kanisa linalojengwa kutoka msalabani ni kanisa la aina gani. Wote tunajua, hakuna mtu ajui. Jina la Yesu libarikiwe. Lakini watu tu kwa makusudi wanajaribu kujenga vitu msalaba ulibomoa, wanavijenga. Yoshua akatoa kiapo akasema, mtu yoyote atakayejenga Yeriko ambayo Mungu ameibomoa mbele ya macho yetu sote, mtu yoyote, kizazi chochote, atakayerudi kujenga tena Yeriko ambayo Mungu ameibomoa mbele ya macho yetu wote. Kwa hiyo akasema atakayejenga tena huu mji ambao Mungu ameuvunja, ataweka misingi yake. Wale wenye Biblia zenye reference wanaweza kuona kwa urahisi. Atajenga misingi yake kwa kufiliwa na mtoto wake wa kwanza. Na yule ambaye atakaza shingo ameshafiwa. Nitaje mtu, umeshaweka huko? Hii hapa. Wafalme wa kwanza sura 16 mstari wa 34. Haleluya. Na mtu yote ambaye atakaza shingo ameshafiriwa na mtoto wake wa kwanza kwa kuweka misingi, akaendelea kuwa na shingo ngumu, akaendelea kujenga, siku akianza kuweka malango atafiliwa na mtoto wake wa kiume wa mwisho aliye mdogo. Sasa miaka ikaenda mingi. Katika kitabu cha Wafalme hapa anasema katika siku zake Hieli Mbetheri akajenga Yeriko. Anajenga mambo Mungu amebomoa. Nataka uanze kuona hasara ya kujenga mambo Mungu amefanyaje. Usithubutu kujenga mambo Mungu amebomoa. Mimi napoongea maneno haya kuna watu mnajielewa, mmeshajenga tayari. Haleluya. Kuna watu wanajenga tena wanalinda sana hako ka ujenzi kasibomolewe. Katika siku zake Hieli Mbetheri akajenga Yeriko,
akatia misingi yake kwa kufiwa na Abiramu mzaliwa wake wa kwanza, na kuyaweka malango yake kwa kufiwa na mwanawe mdogo Segubu, sawasawa na neno la Bwana alilolinena kwa Yoshua mwana wa Nuni. Unaona mtu huyu, Mungu ameshasema usijenge. Hii Mungu amebomoa, usijenge. Akajenga. Bado akafiwa na kijana mkubwa tu. Hata basi angalau hata kwa hilo tu peke yake angeacha. Kwa shingo ngumu ameshazika mtoto wa kwanza, kwa kosa hilo akaendelea na ujenzi wake. Sijui kama naeleweka. Kuna watu wako hivyo. Mambo aliyobomoa Mungu anajenga, na hasara nyingi anakutana nazo zinazosababishwa na ule ujenzi, lakini haachi. Anaendelea kupata hasara juu ya hasara, mapigo juu ya mapigo, lakini haachi. Ndio huyu kashafiwa mtoto wa kwanza, haachi. Anaendelea tu kwa shingo ngumu. Unajua umbali wa muda kati ya kuweka msingi na kuweka milango, usifikiri ni kesho yake. Saa ingine ni zaidi ya mwaka au miaka. Sasa hiyo huwezi kuita bahati mbaya. Ingekuwa ni jambo moja leo, lingine kesho yake, ungesema bahati mbaya, alikuwa hajaelewa. Lakini ukianza ujenzi wakati wa msingi mpaka ufike hatua ya milango, sio kesho. Lazima ushaelewa. Na chochote unachokifanya unakifanya kwa kujua. Unakifanya kwa shingo ngumu. Unafanya kwa makusudi. Si kwamba hujui unachofanya. Unafanya kwa roho ya uasi. Mnanielewa nachoongea? Maana si jambo la kesho, leo na kesho. Ni jambo linachukua muda. Mtu anaelewa anachofanya. Kinachoendelea ndani mwake ni uasi. Ni roho ngumu, ni shingo ngumu. Jina la Yesu libarikiwe. Akaendelea tu kwa shingo ngumu. Kajenga. Wakati wa kuweka milango ukafika. Jamaa kaenda kwa mafundi bwana. Yalikuwa malango makubwa ya miji, ni mageti ya chuma. Mnaelewa vizuri? Yale mageti yalikuwa yanakuwa mazito mno, sio kama hizi za fensi zetu hizi. Makubwa mazito kama lilobeba Samsoni siku moja kule Gaza kule. Si Gaza si wapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Makubwa mazito. Jamaa akayachongesha, mafundi wakayatengeneza, na sio moja, miji yote ilikuwa kama Mwanza hivi, yote kuanzia Sangabuye kwenda hivi Kisesa hivi Kishiri wapi anazunguka ukuta. Unafikiri hiyo ni lango moja? Malango kama 5, 6, 8. Na kuingilia huku, na kuingilia kule, na kuingilia. Akayachonga yote. Haleluya. Akayachonga yote. Akajenga. Alipokuja hatua ya kupachika, kijana sio aliumwa kichwa, siji tumbo, siji nini, kwisha. Akaijenga hata hivyo, na ikaendelea kuwepo mpaka leo. Mnanielewa nachoongea? Hata hivyo akatia shingo ngumu, ujenzi ukaendelea, akaijenga Yeriko. Kitu Mungu amebomoa. Tusimame. Acha kujenga kitu Mungu amebomoa. Jina la Yesu libarikiwe. Acha kujenga kitu Mungu amebomoa. Jana tuliomba na tuna vitu vingi tulibomoa. Leo tumombe Mungu iwe kazi ya kubomoa yale tumejenga sisi. Kama kuna mtu miongoni mwa mambo tulikuwa tunabomoa jana, anajua aliyajenga, leo hii abomoe kwa jina la Yesu. Abomoe tena. Usijenge mambo Mungu alibomoa.
Kama kuna tabia unajua Mungu alibomoa, unaanza kuijenga tena. Msalaba ulibomoa, ibomoe tena kwa jina la Yesu, kama likumeshaanza kuijenga. Haleluya. Tuombe msaada wa Mungu atusaidie, atuumbie roho ya unyenyekevu, roho iliyopondeka ndani mwetu. Tusijenge aliyobomoa Mungu. Mungu alibomoa viburi, alibomoa kutokuamini, alijenga moyo wa kuabudu, alijenga moyo wa uchaji. Kama unaona unabomoka na kutokumcha Mungu ndiko kunakojijenga, bomoa hiyo kitu leo kwa jina la Yesu. Muombe Roho wa Mungu akusaidie. Tuko mbele zako Bwana wa mabwana, tuko mbele zako ewe Bwana wa mabwana, tuko mbele zako Bwana wa mabwana, tuko mbele zako ewe Bwana wa mabwana. Twahitaji neema yako Bwana wa mabwana, twahitaji msaada wako ewe Bwana wa mabwana, tuko mbele zako Bwana wa mabwana, tuko mbele zako ewe Bwana wa mabwana. Mbele za Bwana leo iwe siku ya kuvunja, kuharibu na kujenga katika jina la Yesu. Na kila mmoja ashughulike na maisha yake pamoja na maisha ya kanisa kwa ujumla. Shughulika na maisha yako. Katika mazungumzo ambayo nimesema, yawezekana umeanza kuona mambo ambayo umekuwa ukiyajenga na Mungu aliyabomoa. Leo shughulika nayo katika jina la Yesu. Na kuna mambo ambayo Bwana aliyajenga na uliyabomoa, uwe ni kujenga. Kama alivyosema na Yeremia kwamba atakuwa nabii wa kuvunja na kuharibu ili kupanda na kujenga. Atakuwa kung'oa na kubomoa ili kupanda na kujenga. Ninaomba ufanye kazi hiyo, kung'oa na kubomoa, lakini pia kupanda na kujenga. Kila mmoja tambua leo pasa kujengwa ambayo yalishabomolewa yajenge tena, na wale ambayo yalipasa kubomolewa lakini yalimejikuta yanaenda kujijenga tena, au na yajenga hapa nafasi ya kujijenga, yabomoe katika jina la Yesu. Shughulika, maanisha mbele za Bwana, kwa kweli mbele za Bwana, jidhihirishe wazi mbele za Bwana, nafsi yako ifunguke mbele za Bwana. Mwambie Bwana nataka kuanza tena na wewe katika jina la Yesu wa Nazareti. Baba ndiye mwema, uliye mtakatifu, katika jina la Yesu wa Nazareti, Bwana Mungu aliye hai, naomba niseme asante kwa sababu ufunuo huu unatoka kwa Roho yako Mtakatifu. Neno hili unalileta wewe kwa ajili yetu, neno hili unalitengeneza wewe kwa ajili yetu. Kuna matengenezo yanahitaji yatokee katika kanisa, kuna matengenezo yanataka yatokee katika mwili wa Kristo, kuna maisha mapya yanataka yatokee katikati ya jamii ya waaminio. Baba, tunaomba katika jina la Yesu, Roho Mtakatifu katika mamlaka ya mbinguni aweze kuchukua nafasi katika jina la Yesu wa Nazareti, Bwana Mungu aliye hai, pate kututengeneza, na kila moja katika moyo wa dhati aingie katika matengenezo halisi, kila moja katika moyo wa kweli, katika moyo wa uchaji, katika moyo wa toba, aingie kwenye matengenezo katika jina la Yesu. Kuseka mbaya atatembea katika mazoea, wala kuyasikia maneno haya kwa mazoea, katika jina la Yesu wa Nazareti, Bwana Mungu aliye hai. Ya mashaka rabosiki, ya mashaka raboko ya bagasiki, ya mashapoko rabagatika siki, ya mashapoko rabagatika siki. Katika jina la Yesu nasimama mbele zako,
nimesema kama ulivyonituma. Nimeliambia kanisa niliyopaswa kuambia kama ulivyonituma kuyasema na kama ulivyoweka moyoni mwangu Bwana. Lakini haitoshi, natamani hata mimi mwenyewe, najua na hata Roho Mtakatifu anatamani, najua Baba unatamani, Yesu uliyelifia kanisa unatamani ya kwamba una kanisa ambalo limerudi katika nafasi yake, limerudi mahali pale ulipoliweka, limerudi kwenye ramani ile ya jengo lilokuwa nalijenga katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti Mungu aliye hai. Limeondokana ujengaji wa bandia, ujengaji wa holela uliojitengeneza baadaye na ukawa mkubwa na ukachukua nafasi, ujengaji ambao hakuweko kwenye ramani yako ya kwanza uliyotumia ulipojenga kanisa, walipoanzisha ujenzi wa kanisa. Ninaomba katika jina la Yesu, Roho wa Mungu atusaidie, Roho wa Mungu atusaidie katika jina la Yesu Kristo. Kila mmoja katika moyo wa kweli, kila mmoja ajitazame katika moyo wa kweli katika jina la Yesu. Najua kuna watu wengine wanafuatilia maombi haya katika programu ya mitandaoni. Baba, wasaidie wote katika jina la Yesu wa Nazareti Mungu aliye hai. Hata wao pia kila mmoja maneno haya na maombi haya Bwana yawe na maana kwenye maisha yake katika jina la Yesu Kristo. Maana najua kila mahali wapo watu ambao kwa kujua, kwa kutokujua, kwa makusudi na kwa kutokuwa makusudi, ulibomoa wakajenga, au wakamruhusu shetani akajenga na hawakumzuia kujenga, wakaruhusu mazingira yakajenga na hawakuyazuia kujenga, wakaruhusu mazoea ya tamaduni zao yakajenga na hawakuzuia ujenzi huo. Baba mtakatifu, ninaomba katika mamlaka ya jina la Yesu wa Nazareti Mungu aliye hai, tunapojenga yaliyobomolewa Baba mtakatifu, tubomoe pia yaliyojijenga bila mpango wako wala bila makusudi yako. Kila mtu na kila mahali, neema ya kubomoa na kuvunja yale aliyojijenga nje ya mpango wako, ile nje ya ramani yako ya kwanza, katika jina la Yesu wa Nazareti Mungu aliye hai. Ya mashakarabo seke, ya mashakarabo koya bagasaka, ya mashapoko ya bagasaka ya bosete, ya mashapoko ya bagasaka, ya mashapoko ya bagataka seke, ya mashapoko ya bagataka seke, ya mashapoko ya bagataka seke, ya mashapoko ya bagasaka, ya mashapoko ya bagataka seke, ya mashapoko ya banda ya bozanda, ya mishaka ramondo ya bazanda, ya mashaka ramondo ya bazanda, ya mashaka ya tokori ya bagaseka, ya mashapoko ya bagataka seke, ya mashaka rando ya bazanda rabo seke, ya mashikori ya bagataka seke, ya mashapoko ya bagataka seke, ya mandaraboko ya bagaseke, ramashaka ya ndarabo tekari ya bogoseke, ya mashako ya bagataka seke, yendaraboko ya bagateka seke, yemondore ya bazandarabo seke, ya mashakariando ya bagaseke, yendaraboko ya bagateka seke, yemondore ya bazandarabo seka, ya mashapoko ya bagateka seke, rindore ya bazandarabo seke, ya mashako ya bagateka seke, reboko ya bagateka seke. Baba, kuna watu wamedhamiria kubomoa, wamedhamiria kujenga. Baba, simama nao, wawezeshe Bwana, wape neema Bwana, katika jina la Yesu. Lete transformation kubwa, lete transformation kubwa, lete moto mkubwa wa kutosha, lete uamsho wa kutosha Bwana, ili yaliyopaswa kuvunjwa yavunjwe kwa jina la Yesu, yaliyopaswa kubomolewa yabomolewe kwa jina la Yesu, na wale wasikae tena katika jina la Yesu wa Nazareti mwana Mungu aliye hai. Ya mashakarabo siki, ya mashakarabo ndo ya bagaseka, ya mashapoko ya bagateka siki, ya mashapoko ya bagateka siki, ya mashapoko ya bagasaka, ya ndaraboko ya bagateka siki, rendo rabazanda raboko ya bagaseki, ingiriko ya bagaseta raboseke. Na kila mmoja Mungu tulie ufahamu Bwana wa kuyagundua, kuyabaini yanayopaswa kuvunjwa, asiyatetee. Wakati mwingine adui ametudanganya akatutia roho ya kutetea yaliyopaswa kuvunjika, akatutia roho ya kuyasimamia na kuyalinda na kuyatetea na kuyahalalisha yaliyopaswa kuvunjwa. Baba, msaidie kila moja katika jina la Yesu.
asiwepo mwingine tena ambaye roho ya namna hiyo itaendelea kuishi ndani mwake, ya kuhalalisha yanayopaswa kuvunjika, ya kutetea yanayopaswa kuvunjika. Yeyote ambayo ndani ya maisha yake na moyo wake anaona kuna jambo la stahili kuvunjwa, asilitetee, asilihalalishie, wala asilipe nafasi, wala asisimame kulilinda, katika jina la Yesu wa Nazareti, Bwana Mungu aliye hai, bali alivunje kwa mikono yake, ataliharibu katika jina la Yesu, kwa unabii wa Yeremia, katika jina la Yesu. Kung'oa, kubomoa ili kupanda na kujenga, katika jina la Yesu. Kung'oa na kubomoa ili kupanda na kujenga, iwe ndio maisha kila mwamini, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila ujenzi unatangulia na ubomoaji. Baba, ninaomba katika jina la Yesu, watu wote waliingia kwenye ujenzi watangulie kubomoa. Wape neema ya kubomoa, wape nguvu ya kubomoa, wape utayari wa kubomoa, katika jina la Yesu wa Nazareti, Mwana Mungu aliye hai. Haya tunayoomba, usingoje mwingine aanze, na kusihi kwa jina la Bwana Yesu, usingoje mwingine aanze. Jambo hili linakuhusu wewe mwenyewe, na kila mmoja alione kwamba linamhusu yeye mwenyewe. Jambo hili ninalosema tulipokee kama wana wa Israeli walivyopokea waliposikia kwamba Mungu hatakuwa pamoja nao, jinsi ambavyo kila mtu kwa nafsi yake alilia na kuomboleza na kujiepusha kuvaa vyombo vyake vya uzuri, ili walie mbele za Bwana, wamsihi Bwana kubali kutembea nao na kwenda mbele yao na kuwa katikati yao. Wakati tunapoomba maombi haya, kila mmoja ujipambanue. Yapo ulioyajenga na Yesu alikuwa ameyabomoa, yatubie kwa moyo wa kweli. Je, yapo ambayo hukuyajenga wewe, lakini uliruhusu tamaduni zako zikayajenga na wewe hukuzizuia? Mengine akajengwa na tabia yako na hukuzizuia. Mengine akajengwa na ujamaa na urafiki ulionao na watu wengine na hukuzuia. Mengine yakajengwa na mazingira ulipo na hukuzuia. Leo hii iwe ni siku ya maamuzi. Iwe ni siku ya maamuzi kwamba sitaruhusu na wala sitatazama tu kwa macho nikakaa kimya nikiwa naona kile ambacho Mungu alikivunja na kukibomoa ndani ya maisha yangu, mtu mwingine au tabia au mazingira na kijenga. Sitakaa kimya na sitaruhusu. Na yale ambayo adui anajaribu kuyajenga, uwe na ujasiri wa kuyavunja kutoka sasa. Yale ambayo Mungu anayajenga, shirikiana na Mungu yajengeke katika jina la Yesu. Unaposimama na kutafakari maneno haya, jambo nalokusihi ni maamuzi ya kweli. Maamuzi ya kweli yatoke moyoni. Maneno haya nauzungumza sio mzaha. Yule ndugu tuliyemsoma katika kitabu cha Wafalme, yalimpata kwa sababu alidhani wakati yanaandikwa na kuzungumzwa yalikuwa mzaha. Akajenga, kumbe Mungu alibomoa. Unaendelea kutafakari hivyo, unaendelea kujitathmini hivyo, unaendelea kujipambanua hivyo, mwambie Mungu, leo ni siku
ya kufanya maamuzi. Mwambie Mungu, leo ni siku ya kubadilika. Mwambie Mungu, leo ni siku ya kurudi kwenye misingi na kwenye ramani ya kanisa. Hakuna ujenzi hauna ramani. Mungu hakujenga kanisa kiholela. Mungu alikuwa na ramani ya kanisa, akalijenga kwa mujibu wa ramani, kama alivyomwambia Musa kujenga hema ya kukutania, na akamwambia ujenge na ufanye mambo yote kwa mfano ule ulioonyeshwa mlimani. Na Musa akawaelekeza mafundi, wakajenga kwa mfano ule walioona ambao Musa alionyeshwa mlimani. Mungu alipojenga kanisa katika Yesu Kristo, alijenga kwa mujibu wa ramani iliyotokana na damu iliyomwagika msalabani. Ndiyo ramani ya kanisa iliyolijenga kanisa. Majenzi holela yakatokea, ramani ikaachwa, kanisa likaitwa kanisa lakini limeacha ramani. Wakristo tukaitwa Wakristo lakini hatuko kwenye ramani ya kanisa. Mwambie Bwana Yesu, naomba kwa neema yako unitie nguvu nirudi kwenye ramani. Nafanya maamuzi ya kurudi kwenye ramani ya kanisa. Nafanya maamuzi ya kujenga kwa mujibu wa ramani ya kanisa. Nafanya maamuzi ya kuishi kwa mujibu wa ramani ya kanisa. Toa sauti yako, sema Bwana Yesu, nisaidie, nipe neema yako katika maamuzi ninayofanya leo. Nipate neema ya kurudi kwenye misingi na kwenye ramani ya kanisa. Ramani uliyotumia kujenga kanisa, na mimi nijenge katika hiyo. Nijenge Ukristo wangu katika hiyo. Nijenge wokovu wangu katika hiyo. Nijenge huduma yangu katika hiyo. Nijenge maisha yangu yote katika hiyo. Katika jina la Yesu, nisamehe pale ambapo nimeacha ramani, nikatoka nje ya ramani, nikatembea nje ya ramani, nikaishi nje ya ramani, nikafanya ujenzi holela, ujenzi usio wa ramani, nami nikauita kanisa, nikaridhika kwamba ni kanisa, nikajiita kwamba ni kanisa, nikatazama kana kwamba natazama kanisa, kumbe ni ujenzi bandia. Ninaomba unisaidie, ninaomba unisaidie. Leo ninaamua, leo nafanya maamuzi, leo nafanya maamuzi ya kuirejelea ramani ya kanisa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mshukuru Mungu kwa ajili ya jioni ya leo. Mshukuru Bwana Yesu kwa ajili ya jioni ya leo, na kwa ajili ya hili jambo Mungu amesema na maisha yetu jioni ya leo. Unapofanya maamuzi ya kweli katika jina la Yesu, hakuna atakaye kucheka hata ukisema nafanya maamuzi mapya ya kuokoka kana kwamba nilikuwa sijaokoka. Unaweza ukajipima ukaona kama kumbe ni kama ulikuwa hujaokoka. Hakuna atakaye kudharau wala kukucheka ukisema leo nafanya maamuzi mapya ya kuokoka kana kwamba nilikuwa sijaokoka. Itakuwa ni busara kufanya hivyo. Itakuwa ni busara kufanya hivyo. Itakuwa ni busara kufanya hivyo. Na kama kuna mtu anafikira na maamuzi hayo, kwa dakika hii ya mwisho namkaribisha mbele. Hakuna atakaye kucheka, bali ni busara. Kama ukijisikia kufanya kusema leo nafanya maamuzi ya kuokoka kana kwamba sikuwa nimeokoka, ni bora kufanya hivyo kuliko kujidhani unajenga kanisa kumbe unatumia ramani bandia. Nitoe nafasi hii ya mwisho, unaweza kuanza kutembea kuja mbele
kama nasikia kuokoka tena. Ya mashaka yimoshaka rabosaka yimoshaka rabosaka yimoshapokorabasaka yimoshaka rabosaka. Unajisikia kwamba bora uanze wokovu upya. Ni bora kufanya hivyo na ni busara kufanya hivyo. Ramashaka rabosaka yindaramoshaka rabosaka mitaramondo rabasaka. Katika moyo wa kweli usio na mzaha, usio na matani, usio na maamuzi ya juju, fanya maamuzi ya kupokea wokovu tena, kupokea wokovu tena, kupokea wokovu tena. Sitahitaji kuongoza sala ya toba kwa sababu wengi wenu mnajua namna ya kutubu. Fanya toba kama mtu anaingia kwenye wokovu tena. Sitaongoza sala ya toba kwa sababu mnajua namna ya kutubu. Mnajua namna ya kumwambia Mungu. Mwambie Mungu, mwambie naanza wokovu tena leo. Naanza wokovu kwa upya leo. Naanza wokovu kwa upya leo. Naanza wokovu tena. Mweleze Mungu kwa lugha yako mwenyewe na kwa maneno yako mwenyewe. Mimina moyo wako wa toba mbele za Mungu. Mimina moyo wako wa toba mbele za Mungu na kuwa tayari kuanza tena wokovu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Mungu yuko hapa na Mungu ni wa rehema. Mungu yuko hapa na Mungu ni wa rehema. Atasamehe, atasamehe, atasamehe na yuko tayari kuanza tena. Yuko tayari kuanza tena na wewe. Yuko tayari. Itakuwa ni heshima kwako wewe. Itakuwa ni heshima kwako wewe kwamba Mungu anafurahia umefanya hatua unyenyekevu, hatua ya kichwa mbele zake, ya kujitambua na kusema leo naanza wokovu tena. Naanza wokovu kwa mara nyingine katika jina la Yesu. Naanza kwa upya. Naanza kwa upya safari ya wokovu katika jina la Yesu. Ya mashakarabosiki yandaraboko ya bagasiki. Moyo wangu na furaha ninapoona toba hizi za kweli. Ninaona machozi ya toba ya kweli. Napoyatazama machozi ya toba ya kweli ambao najua na wewe unayatazama kutoka mbinguni, unayaona kutoka kwenye kiti cha enzi, unayaona kwenye madhabahu ya mbinguni. Unatazama machozi ya toba ya kweli. Unatazama machozi ya toba ya kweli. Ya mashakarabosiki. Ninakurudisha utukufu kwa sababu ya nafsi hizi na roho hizi Bwana, ambazo zinakupata kwa namna nyingine tena, nawe unazipata kwa namna nyingine tena katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Mungu wa rehema nyingi, Mungu wa rehema nyingi, kubali warejelee tena. Warudie kama wanavyokurudia. Warudie Bwana kama ambavyo wanakurudia leo. Warudie Yesu kama ambavyo wanakurudia na wao. Warudie Bwana. Warudie Bwana. Warudie Bwana. Maana wanakurudia. Maana wanakurudia. Nawe warudie Bwana. Nawe warudie Bwana. Warudie Masihi. Warudie Bwana majeshi. Maana hata wao wanakurudia tena katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Imashakarabosiki. Yamashakarabosiki. Yamashakarabosiki. Yamashakorabasaka. Yamashakoreabazanda. Baba, wajaze roho wako. Wajaze roho wako. Wajaze roho wako. Wajaze roho wako
ili moto atakaoondoka nao hapa usizimike tena. Wajaze Roho wako, moto utakaowaka kutokea hapa leo usizimike tena. Dunia isiuzime, wala tabia za asili, wala mazingira, wala watu wanaoambatana nao wasiuzime tena katika jina la Yesu. Wala shida wala majaribu yasizime huu moto unaowasha leo tena kwenye maisha yao katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Ikarabosaka yandarabosaka yataraboseke. Wewe ni Bwana, hakika ni Bwana, nawe umetenda. Ni heshima kwako, ni sifa na utukufu kwako, katika jina la Yesu. Inua mikono yako, sema Bwana Yesu, najua umenisamehe, najua umenikubali, najua umenipa nafasi nyingine, najua umenipa wokovu kwa namna nyingine na kwa kiwango kipya. Najua neema yako imenipa nafasi nyingine katika jina la Yesu. Nami nimeanza, ya kale yamepita, yamekuwa mapya. Niliyokuwa najivunia, kumbe ukuyajenga wewe, leo nahesabu kuwa hasara kwa ajili ya uzuri wa kukupata wewe. Najua nimekupata tena na wewe umenipata tena. Naomba tutembee pamoja kutokea siku ya leo. Naomba tutembee pamoja kutokea siku ya leo, na moto uliozaliwa ndani yangu, nguvu yoyote wala mazingira yoyote yasiuzimishe tena katika jina la Yesu. Asante kwa kunisamehe, asante kwa kunipa mwanzo mpya katika jina la Yesu. Baba, nakutukuza kwa ajili ya watoto wako hawa na ndugu zangu hawa. Naomba nikukabidhi Mungu wetu. Asante kwa mioyo hii ya unyenyekevu na mioyo ya uchaji ambayo imedhihirika mbele zako. Nawe ni mwingi wa rehema, na juu umewasamehe, na mwanzo wao ambao nauanza leo mpya utakuwa mwanzo mtukufu, na maisha yao yataendelea kuwa matukufu, kama ulivyosema ya kwamba unajenga kanisa tukufu lisilo na mawaa, lisilo na doa, lisilo na kunyanzi wala mmoja wapo ya hayo. Ndivyo watakuwa kutokea sasa katika jina la Yesu. Baba, nakushukuru. Amen.